Barua hii kwa mpambanaji mwenzangu. Kwako mpambanaji mwenzangu, natumaini uko salama na mwenye afya njema. Kwanza kabisa namshukuru Mungu Mwenyezi kwa kutuwezesha kufika siku ya leo, na kwa neema yake barua hii imekufikia salama. Ndugu yangu mpambanaji mwenzangu, naandika barua hii kwa uchungu mkubwa, machozi yakinitiririka mithili ya mto uliofurika, nikikuwazia wewe unaipambana kwa bidii katika maisha haya magumu. Lengo kuu la barua hii kukupa pole kwa mapambano yako, na pia kusii kwa unyenyekevu kuwa makini sana katika harakati zako za kila siku za kutafuta mkate wa kila siku. Ulimwengu huu umejaa watu na viatu, wengi wao wakiwa na mioyo ya ubinafsi, chuki na tamaa za madaraka. Katika hiyo hali ni rahisi sana kwa mtu kwa juhudi kama wewe kuitwa majina ya kejeli kama kichaa na mwizi kwa sababu ya mavazi yako na hali yako ya kimaisha. Usiyape nafasi maneno hayo moyoni mwako. Ni mambo tuyazoea katika jamii yetu, usiona jasho la wengine. Katika mapambano yako usishangae kuona watu wakipita mbivu, ili hali mchana kutwa ulikuwa ukihangaika kutafuta mkate wa kupeleka nyumbani. Usiruhusu hali hiyo kuvunje moyo, kwani kila shujaa kweli huchorwa kwa njia ya mateso na mapambano. Ndugu mpambanaji, naomba pia ishi kwa amani na watu wa jamii yako, na waheshimu sana wanaokula keki ya harusi. Sisi sote tunaamini kwamba ipo siku watatupa mabaki ya keki hiyo, na sote tutaonja ladha yake. Nimaliza kusema hivi: zidi kumtegemea Mungu wako kwa kila hatua yako, maana yeye ndio kila kitu. Juhudi zako haziwezi kukufikisha sehemu yoyote kama hautategemea yeye. Na kumbuka kwamba asali huwa ni tamu, ila ukichanganya na chumvi ladha yake hubadilika kabisa. Hivyo hivyo maisha ni matamu ya kupanda vizuri, lakini ukiyachanganya na maamuzi yasiyo na busara hupoteza ladha yake ya uhalisia. Mpambanaji, endelea kupambana kwa busara. Ni mimi mpambanaji mwenzako Sylvester Bernard Mapondo.